Karibu upate elimu ya Biblia ili ukue kiroho. Leo tutatafakari neno la Mungu kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, sura ile ya 22 mstari wa 15 hadi ule wa 22. Na maneno ya Mungu mtakatifu yanasema: Ndipo Mafarisayo wakaenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi, wakasema: Mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli, na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujui cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Basi utuambie, waonaje? Ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao, akasema: Mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari, akawaambia: Ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, Ni ya Kaisari. Akawaambia, Basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Waliposikia walistaajabu, wakamwacha, wakaenda zao. Somo letu la leo linahusu kodi. Neno kodi katika somo hili limetumika kwa maana ya kodi halali zinazolipwa serikalini. Ni muhimu tufahamu kwamba kulipa kodi si suala la kisheria tu, bali ni suala la kibiblia pia. Biblia inaonyesha kwamba tangu Agano la Kale mpaka wakati wa Agano Jipya, watu walitozwa na kulipa kodi. Wakati wa Agano la Kale ilitolewa kodi ya hekalu kwa ajili ya kazi ya utumishi wa nyumba ya Mungu, kama tunavyosoma katika Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 24 mstari wa 6 mpaka 12, lakini pia kitabu cha Hesabu sura ya 31 mstari wa 37 mpaka 38. Ukinaposoma maandiko haya na ukilinganisha pia na kwenye Agano Jipya, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa 24 mpaka 26, tunapata kuona kwamba kulikuwa na kodi ya hekalu kwa ajili ya kazi ya utumishi wa nyumba ya Mungu. Pia ilikuwepo kodi iliyokuwa inatolewa kwa mfalme kwa ajili ya shughuli za serikali. Tunaweza kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 3 na ule wa 4, lakini pia kitabu cha Ezra sura ya 4 mstari wa 20, na kitabu cha Nehemia sura ya 5 mstari ule wa 4, na kitabu cha Esta mstari wa 10 na ule mstari wa kwanza. Unaposoma maandiko haya machache, unapata kufahamu kwamba kodi pia ilitolewa kwa mfalme kwa ajili ya shughuli za serikali. Wakati wa Agano Jipya, kodi zililipwa moja kwa moja serikalini. Serikali ya kikoloni ya Kirumi iliweka mfumo wa kukusanya fedha na kuanzisha idara ya kodi. Na wakati wa Yesu kulikuwako na kodi za aina tatu. Kwanza, kodi ya mazao, ambapo mtu alilipa 1/10 ya mapato yote ya nafaka yake na 1/5 ya matunda na zabibu alivyochuma. Vitu vyenyewe au thamani yake katika fedha vililipwa moja kwa moja serikalini. Aina ya pili ya kodi ilikuwa ni kodi ya mapato, ambayo ilikuwa 1% ya mapato yote ya mtu. Na aina ya tatu ilikuwa kodi ya kichwa, ambayo ililipwa na mwanamume kuanzia umri wa miaka 14 hadi 65 na mwanamke kuanzia miaka 12 mpaka miaka 65. Sasa pamoja na kodi hizi kulikuwa na ushuru wa aina mbalimbali, kama vile ushuru wa kuanzia 2%
na nusu 2.5 mpaka 12.5% kwa kila bidhaa iliyoingizwa nchini na kusafirishwa nje ya nchi. Kulikuwa na ushuru upi na upi? Kulikuwa na ushuru wa kusafiri kwenye barabara kuu, kulikuwa na ushuru wa kuvukia kwenye daraja. Wanavuka daraja, lakini ili wavuke daraja kuna ushuru wa kulipa. Hata leo kuna taratibu kama hizi hapa na pale. Kulikuwa pia na ushuru wa kuingia sokoni. Uingii sokoni hivi lazima ulipe ushuru. Kulikuwa na ushuru wa kuingia mjini. Sio unachomoka tu kutoka kijijini unakuja mjini tu. Unapoingia mjini kuna ushuru wa kulipa wa kuingia mjini. Kulikuwa na ushuru wa kuingia bandarini. Lakini pia kulikuwa na ushuru wa kuegesha wanyama. Wenzetu walikuwa wanatumia wanyama kama punda, ngamia, lakini farasi kama vyombo vya usafiri. Kwa ushuru ulikuwepo wa kuegesha wanyama. Siku hizi kuna ushuru wa maegesho ya magari. Wenzetu wakati huo kale walikuwa na ushuru wa kuegesha wanyama kwa sababu wanyama hao walikuwa wanatumika kama vyombo vya usafiri. Lakini pia kulikuwa na ushuru wa gurudumu na akseli za mikokoteni, na zaidi ya hayo kulikuwa na ushuru wa mauzo kwa kila bidhaa zilizouzwa na zilizonunuliwa. Kwa leo tungeweza kusema VAT au VAT. Sasa kutokana na hali hii, watoza ushuru na kodi walichukiwa sana na kila mtu. Najua watoza ushuru na kodi hawapendwi na watu wote. Wanachukiwa vile. Sasa hawa tunaowasoma katika Biblia walichukiwa kwa sababu kuu mbili. Kwanza, kile kitendo chao cha kutoza kodi na ushuru kwa ajili na kwa niaba ya serikali, walionekana kwa kufanya hivyo wanasaidia kudumisha utawala wa kikoloni wa Kirumi. Watu wakawachukia. Sababu ya pili ilikuwa ni kwamba waliwachukia hawa watoza ushuru na kodi kwa sababu walikuwa wanatumia nafasi walizo nazo kujitajirisha kwa rushwa, kwa ubadhirifu na kuwaonea watu wengine. Sasa kwa vipimo vya Kiyahudi, mtoza ushuru na kodi alichukuliwa kuwa ni mtu mkosaji, ni mtu asiyefaa, ni mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo alihesabiwa kuwa ni najisi na ni mmoja wa kundi la wanyang'anyi na wauaji. Na ndio maana unaposoma Agano Jipya katika Injili unakuta Yesu anakutana na upinzani kutoka kwa Wayahudi, Mafarisayo hawa na Masadukayo. Wanapomwona Yesu anachangamana na hawa watu wa aina hii, anazungumza nao na mambo yanayofanana na hayo, hawa Wayahudi au Mafarisayo, Masadukayo walimchukia sana Yesu kwa sababu wanaona huyu anaongeaje na hawa watu wenye dhambi hawa? Inakuwaje? Kwa hiyo watoza ushuru na kodi walichukiwa sana na kila mtu nyakati hizo kwa sababu hizo. Ni muhimu tufahamu kwamba naposoma Agano Jipya na hasa Injili, tunaona kwamba Wayahudi hawakupenda kulipa kodi. Hawakupenda kulipa kodi kabisa kwa sababu waliona si halali kwa wateule wa Mungu kama wao kulipa kodi kwa Kaisari au kiongozi wa serikali ambaye ni mpagani. Hii ni kutokana na ukweli kwamba dini ya dola ya Kirumi ilikuwa ya miungu mingi, polytheism. Warumi waliabudu miungu mingi ya kike na kiume kama vile mungu wa vita Mars, mungu wa shughuli za kilimo Saturn, mungu wa chanzo Janus, na mungu wa biashara na ustawi Mercury. Walikuwa na miungu mingi wanaiabudu. Kwa mantiki hii, Wayahudi kwa kuwa walimwabudu Mungu mmoja pekee, walimwamini Mungu mmoja pekee, Yahweh. Kwa hiyo waliona kulipa kodi kwa serikali yenye imani ya kipagani ni unajisi
na ni kinyume cha sheria ya Mungu. Sasa kutokana na chuki yao kwa Yesu, kama nilivyosema, Mafarisayo hawa ambao walikuwa ni viongozi wa dini walijiunga na Maherodi, kama tulivyosoma katika somo hili. Haya makundi mawili ambayo yalitofautiana kimtazamo, haya makundi mawili ambayo yalitofautiana kiitikadi, sasa yanaungana kumkabili Yesu. Najua wakati mwingine watu wanaweza kuwa wanatofautiana katika mambo fulani, lakini wakaungana kwa ajili ya jambo fulani, ya kutimiza mission fulani. Sasa tunaona hapa Mafarisayo ambao ni viongozi wa dini wanaungana na Maherodi ambao ni viongozi wa siasa, ambao kazi yao kubwa hawa Maherodi ilikuwa ni kulinda maslahi ya serikali. Sasa makundi haya mawili yanaungana, Mafarisayo na Maherodi, kama tulivyosoma katika somo, wanaungana kwa ajenda moja tu ya kumkabili Bwana Yesu. Na hiyo ndio ilikuwa hila yao. Sasa wakamuuliza Yesu swali la mtego. Mtego mkubwa sana. Waonaje? Ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Mstari wa 22, mstari wa 17. Hili lilikuwa ni swali gumu, kama nilivyosema, lenye mtego mkubwa sana. Walimuuliza swali hilo wakitazamia jibu linaweza kuwa ndio au hapana. Sasa Yesu angejibu ndio, wangekuwa wamemnasa kwenye mtego wao. Kama angesema hapana, wangekuwa wamemnasa. Kwa nini? Kwa sababu angesema ndio, maana yake Mafarisayo wangeeneza habari za uchochezi kwa wafuasi wake ili kuwageuza mioyo yao wasimwamini na kumfuata tena. Angejibu hapana, Yesu angeonekana ni mpinzani wa serikali, hivyo angepata sababu ya kumshtaki kwa liwali kwa sababu ya kosa la uhaini. Sasa tunaona katika somo letu Yesu alijibu kidiplomasia, akawaambia, mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Mstari wa 22 ule mstari wa 21b katika sura hii ya 22. Tunaona jinsi Yesu alivyonasua mtego wao. Unajua wakati mwingine watu wanaweza kukuuliza swali au maswali, sio kwamba hawana majibu ya swali hilo, wanalo, ila wanataka kuona utasema nini. Na wakati mwingine wanakuuliza swali wana ajenda yao, wanataka wakukamate kwa maneno ya kinywa chako, na ndivyo walivyofanya kwa Yesu. Lakini Yesu akanasua mtego wao, akawajibu kwa namna ambayo hawakutarajia. Biblia inasema walistaajabu sana, wakamwacha wakaenda zao. Mstari ule wa 22. Kwa maneno mengine tunaweza kusema kuwa hila yao haikufanikiwa. Ingawaje ukisoma Luka 23 mstari wa 2 inaonyesha kwamba alipohukumiwa Yesu, walimshtaki kwa liwali kwamba aliwafundisha watu wasilipe kodi, walimsingizia uongo, walimnenea uongo. Tunaposoma mistari au aya za somo hili, jibu la Yesu liko dhahiri, linaonyesha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, jibu la Yesu linaonyesha kwamba hakukataza, narudia tena, hakukataza watu wasilipe kodi. Jibu la Yesu lilionyesha kwamba kulipa kodi ni wajibu wa kila mwananchi kwa serikali. Jibu la Yesu pia linaonyesha kwamba pamoja
na watu kuwajibika kwa serikali, lakini wananchi wanawajibika kwa Mungu anayewapa uhai, anayewapa baraka zote za maisha. Hali kadhalika, jibu la Yesu linaonyesha kwamba Yesu hakuwa mpinzani wa serikali. Hata hivyo, alikuwa kinyume na mambo yote yasiyo na utu na haki, kwa sababu Yesu alikuja kuleta amani duniani na sio vurugu. Kwa ujumla, jibu la Yesu linaonyesha dhahiri kwamba wananchi wana wajibu wa sehemu zote mbili. Moja, utii kwa serikali iliyoko madarakani. Pili, utii kwa Mungu anayewapa uhai, anayetupa uhai na anayetupa baraka zote za maisha. Mtume Paulo katika Warumi 13 mstari wa 1 hadi wa 2 anaunga mkono hoja hii akisisitiza kwamba, na nukuu maneno ya Mungu kama anavyosema, kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Mtume Petro katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 na ule wa 17b anasisitiza akisema kwamba, tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama ni mwenye cheo kikubwa. Mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Kwa nini maneno ya Mungu yanaweka bayana ukweli huu? Ni kwa sababu anayeiweka serikali madarakani ni Mungu kupitia watu. Kwa hiyo serikali iwe nzuri au mbaya, unaipenda au huipendi, ni muhimu kila mtu afahamu kwamba sisi sote tunawajibika kwa serikali iliyoko madarakani, na hatuwajibiki kwa serikali hiyo tu, lakini pia tunawajibika kwa Mungu, mmiliki wa serikali. Mpendwa msikilizaji, somo letu linahusu kodi. Katika somo hili tunakumbushwa mambo yafuatayo. La kwanza, tunakumbushwa kwamba kulipa kodi halali, nasisitiza neno halali, ni wajibu wa kibiblia na ni wajibu wa kisheria. Hivyo kukwepa kulipa kodi na kutumia vibaya mapato ya kodi ni dhambi kibiblia na ni kosa la jinai kisheria. Maendeleo ya nchi yanategemea wananchi. Kwa mantiki hii, wananchi wanapotimiza wajibu wa kulipa kodi, serikali inapata fedha za kujiendesha na kutekeleza miradi ya maendeleo kama vile ujenzi wa miundombinu, huduma za afya, huduma za elimu, maji safi na salama, na wanufaika ni sisi. Kwa hiyo kila mmoja wetu anapolipa kodi anakuwa anatekeleza wajibu wake wa kujenga uchumi wa taifa lake na kuboresha maisha yake. Napenda kutoa wito kwa wenye mamlaka ya kukusanya kodi kwamba waepuke ubadhirifu, waepuke tabia ya ufisadi, waepuke rushwa ili wasilikoseshe taifa mapato. Wanaokiuka maadili ya kazi yao wachukuliwe hatua kali za kisheria, wachukuliwe hatua kali za kiutumishi bila upendeleo, ili iwe funzo kwa wengine wenye tabia hizo. Yafaa kila mtumishi
kila mtumishi atambue kuwa katika utekelezaji wa majukumu yake hawajibiki kwa serikali tu, bali anawajibika kwa Mungu, mmiliki wa serikali. Hivyo wanaofuja mali za umma watambue kuwa hawako salama mbele za Mungu. Mungu atawashughulikia kwa wakati wake. So you are not safe. Wananchi watozwe kodi halali, pasipo upendeleo, pasipo kuonewa. Nasi wananchi tutimize wajibu wetu wa kulipa kodi halali kwa hiari na uaminifu. Mifumo ya ukusanyaji kodi iimarishwe na hatua madhubuti zaidi zichukuliwe ili kupunguza, kama si kutokomeza kabisa, mianya ya upotevu wa fedha za serikali ambazo kwa kweli ni fedha za umma. Nampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuunda tume ya maboresho ya mifumo ya kikodi kwa lengo hili. Nampongeza sana na Mungu ambariki. Pamoja na jitihada hizi nzuri, naishauri serikali iboreshe zaidi suala la uwazi, kwa maana ya transparency, na uwajibikaji, kwa maana ya accountability, katika matumizi ya mapato ya kodi. Kufanya hivyo kutaimarisha imani ya wananchi kwa serikali yao na kuongeza hamasa ya kulipa kodi kwa hiari. Mungu akubariki. Amen.